katika mwanae wa pekee Yesu Kristo aliye hai. Tunaposoma maandiko tunaona Biblia inasema kwamba alipojidhihirisha kwa ulimwengu alijulikana kama Mungu pamoja na wanadamu. Huwezi kumuona Mungu mahali popote pale pasipo uwepo wa mwanadamu. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Biblia yangu inasema nasi tunajua katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na mwanadamu ili kuwapatia wanadamu mema. Kwa hiyo mahali popote ili Mungu atende kazi, ili Mungu atawale, ili Mungu ajidhihirishe, ili Mungu ajitukuze, ili Mungu ajifunue, lazima pawepo mwanadamu. Nikimuuliza kila mtu miongoni mwetu kwamba uliwahi kumuona Mungu lini na kwa sura ipi na kwa namna gani, hakuna mtu anaweza kanijibu. Na Biblia yangu inasema mwanadamu mwenye asili ya mavumbi hawezi akamuona Mungu na akaishi. Sema amina kwa jina la Yesu. Lakini Mungu tumemuona kupitia matendo yake, kupitia wanadamu tumemuona Mungu, na Mungu ishara ya uwepo wake ni mema yote, matendo yote mema, matendo ya haki. Na hayo matendo ya haki huwezi kuyaona pasipo mwanadamu. Matendo ya wema huwezi kuyaona pasipo mwanadamu. Alipo mwanadamu mwenye Mungu ndiye atakayemdhihirisha Mungu. Hebu sema amina. Kwa hiyo jioni ya leo nitakwenda kukuambia kwa habari ya namna ambavyo shetani ametawala katikati ya jamii za wanadamu pasipo wanadamu kujua. Kwa nini? Kwa sababu shetani ni roho. Anapotenda kazi zake lazima pawepo na ushirika na mwanadamu. Huwezi kumuona shetani pasipo uwepo wa mwanadamu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Na kama vile Mungu anavyotafuta nafasi ya kutenda kazi pamoja na mwanadamu, ndivyo ambavyo shetani anatafuta nafasi hiyo sana kutenda kazi pamoja na wanadamu. Leo utaelewa ni namna gani shetani anatawala katika jamii za wanadamu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Na kwa namna yoyote shetani akipata nafasi kutawala katika jamii ya watu, kutawala pamoja na mwanadamu, hapata kuwa na amani, hapata kuwa na tumaini, hapata kuwa na wema uliokusudiwa katikati ya huyo mwanadamu au hao wanadamu au jamii ya wanadamu. Hebu tuangalie katika kitabu cha Ezekieli sura ya 40 na mstari ule wa pili. Ezekieli 40 mstari wa pili. Biblia inasema katika maono ya Mungu alinileta mpaka nchi ya Israeli, akaniweka juu ya mlima mrefu sana, ambao juu yake palikuwapo kana kwamba ni umbo la mji upande wa kusini. Akanileta huko, na tazama, alikuwapo mtu ambaye kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwa shaba, naye alikuwa na uzi wa kitani mkononi mwake, na mwanzi wa kupimia. Akasimama karibu na lango. Mtu yule akaniambia, mwanadamu, tazama kwa macho yako, sikia kwa masikio yako, kaweke moyoni mwako yote nitakayo kuonyesha. Maana umeletwa hapa kusudi ni kuonyesha haya. Tangaza habari za yote utakayoyaona kwa nyumba ya Israeli. Nenda katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 16. Matendo ya Mitume 26 na mstari wa 16. Ile inasema, lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. Endelea. Nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao, wafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuelekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na ulisi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Nenda katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 hadi ule wa 15. Wakolosai 5, Biblia inazungumza, inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana,
mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Amen. Baba Mungu mtakatifu, asante kwa neema yako ulioiachilia kwetu kusikia habari njema hizi za ufalme wako. Nijalie mtumishi wako kuzisema kwa kipimo chako cha kiungu. Baba, nalikumbuka neno lako na ahadi yako ya kwamba nisimamapo nitasimama pamoja nawe, na nisimamapo nisinene kwa shauri langu mwenyewe, bali katika yale yote uliyoyaweka ndani yangu na kuyatunza tegemeze kwa uwezo wako Mungu, nikijua iko siku ambayo nitayatolea hesabu yale yote yatokayo kinywani mwangu. Neema yako ya uwezesho, Bwana, ikadhihirike kwa ajili ya neno lako litakalofaa kuponya na kuokoa roho za watu wako hawa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami najua shetani huna mamlaka dhidi yangu, huna uwezo dhidi yangu. Mamlaka ya kiungu imekuseta chini ya nyayo zangu. Ufurukuti kwa moto na kuangamiza kazi zako na kuziharibu. Nguvu yako na iyorusha na kuikatilia mbali. Mamlaka ya Mungu na ikaribisha na kuiachilia itawale na kuleta ukombozi kamili wa nafsi, mwili na roho kwa ajili ya utukufu wako Mungu, katika jina la Yesu. Amen. Nisaidie nikae hapa chini, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika jioni ya leo nataka nizungumze kwa habari ya mamlaka na utawala wa shetani katikati ya jamii za wanadamu. Tunasoma maandiko, Mungu anapotaka mwanadamu ajue uungu wake, utawala wake, mamlaka yake, anamtumia mwanadamu. Na ndio maana wale wote wanadhani kwamba Mungu kuna namna tofauti anavyotenda kazi katika wanadamu, tofauti na wanadamu halisi ambao Mungu amewaamini vile ambavyo wamekuwa tayari kupokea mamlaka yake, utawala wake, na kuamini Mungu akae ndani yao. Kwa hiyo Mungu amewaamini na anatenda kazi kupitia hao. Tumesoma vitabu kama vitatu hivi. Tumesoma habari za mtumishi wa Mungu Ezekieli, ambaye Mungu alimpa neema ya kuyaona yale ambayo wanadamu wengine hawawezi kuyaona. Mungu alimpa neema ya kuyafunua mambo yaliyofichika, ambayo mwanadamu hawezi kuyaona kwa macho ya nyama, mwanadamu hawezi kuyatazama, lakini Mungu alimpa neema ya kuyafunua, yaingia ndani ya mwanadamu mwenye mwili, mwenye macho, mwenye kinywa, ili ayatunze ndani yake na apate kuyasema. Na kazi ya wanadamu wengine ni kuyaamini yale, kwa sababu kwa njia ya imani Mungu hufunuliwa. Hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Biblia yangu inasema imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa rehema za Mungu anayafunua mambo ya asili yapate kudhihirika, lakini ndani ya hayo mambo kuna nguvu ya ukombozi, kuna nguvu ya uponyaji, kuna nguvu ya udhihirisho wa mambo yanayoweza kuonekana kwa macho ya nyama. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Kwa alimchukua katika roho akamfunulia mambo ambayo Bwana alitamani ayaone, alitamani amsikizishe, yakae ndani yake, akawaambie. Tumesoma pia kitabu cha Matendo ya Mitume hapo chini. Tunaona mtumishi wa Mungu Paulo alijaliwa neema ya kuchotewa na Bwana Yesu na kufunuliwa mambo ambayo yalikuwa yamefichwa machoni pa wanadamu. Tunatambua kati ya wanadamu waliokuwa ni waovu, watenda mabaya, wenye kuchukiza sana katika jamii za wanadamu, alikuwepo Paulo, ambaye wakati huo alikuwa anajulikana kama Sauli. Lakini panapo majira ya dhuhuri ya jioni, Mungu alimtokea, akajifunua kwake, akampa kujua mambo ambayo kwa jinsi ya kawaida asingeweza kujua. Anamwambia, nimekutokea wewe mimi Paulo, ili nikuokoe wewe pamoja na watu wako, nikupe neema ya kuwafanya watu watoke katika nguvu za giza na kuingia katika nguvu, katika ufalme wa nuru, ufalme wa mwana wa pendo lake. Hebu sema amina kwa jina la hai. Tunaona hapo chini katika kitabu cha Wakolosai, maandiko yanasema sisi tumeokolewa kutoka katika nguvu za giza na kuingia katika nguvu, katika ufalme wa nuru. Tumeokolewa kutoka katika nguvu za giza na kuingia katika ufalme wa nuru. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Shetani anaitwa mkuu wa giza, mfalme wa ulimwengu wa giza,
lakini utawala wake unaleta madhara makubwa sana katika jamii ya wanadamu wenye mwili, wenye nyama, ambao wanaishi duniani. Hebu sema tena amina kwa jina la Yesu. Amen. Sasa kwa rehema za Mungu alinijalia kuyaona mambo ambayo wengine hawajayaona, kuyasikia mambo ambayo wengine hawakuyasikia, na mimi nimepata neema katika jioni ya leo nitakueleza. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Nakumbuka Yesu aliponiita alisema, nitakufundisha kwa maneno, nitakufundisha pia kwa vitendo, nitakupa kuyaona mambo ambayo yamkini wengine hawajayaona, nitakupa kusikia mambo ambayo yamkini wengine hawakusikia. Nipo nakumbuka mnapo mwaka 2020 kuna namna Mungu alivyonitokea alipokuwa ananiita kwenye utumishi huu. Alinipa kuyaona mambo ambayo jioni ya leo nitakueleza. Unajua, lazima utambue kwamba katika jamii za wanadamu kuna falme mbili pekee ambazo zinatenda kazi. Huko ufalme wa giza na huko ufalme wa nuru. Yaani huko ufalme wa shetani, huko na ufalme wa Mungu. Unaitwa ufalme wa nuru na unaitwa ufalme wa giza. Kwa hiyo wako wanadamu mpaka hivi tunavyoongea, wako walio chini ya miliki ya ufalme wa giza, wako walio chini ya miliki ya ufalme wa nuru. Na Biblia inaeleza wazi ya kwamba mtu yeyote asiyempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake na kuamini maneno yake na kutembea katika njia zake, sharti huyu mtu anakuwa yuko chini ya miliki ya shetani. Lakini yule anayemwamini Yesu anakuwa chini ya miliki ya Mungu aliye hai. Hebu sema mimi nakuwa chini ya Yesu. Amen. Kwa hiyo upinge usipinge, ukatae usikatae, uwezi ukakimbia. Yaani ukishindwa kuwa chini ya miliki ya ufalme wa Mungu, unakuwa chini ya miliki ya ufalme wa shetani. Maadamu tu umetokea huko duniani, na kila ufalme una mwisho wake na una matokeo yake. Hebu sema kwa jina la Yesu. Nataka nikuambie mambo ya ajabu jioni ya leo ambayo pengine hujawahi kuyasikia. Iko siku moja mimi nakumbuka Bwana alinipa neema ya kutokewa na shetani ambaye wewe unamsikia tu mkini. Shetani alinitokea jamani, shetani huyu ambaye tumemkemea, tumevunja, tumefanya vile vile. Ndio maana mimi mpaka nyakati hizo mjua shetani simuogope, naujua udhaifu wake, na ujua unyonge wake, na simuogope shetani maana namuelewa. Na Mungu alinihakikishia akasema hivi, nimekukusudia umjue sana shetani ambaye ndiye amekuwa tishio ya wanadamu, amekuwa hofu ya wanadamu, alafu pia unijue sana mimi Mungu, ili unapotenda kazi yangu wewe unajua unachokifanya. Hebu sema mimi na kwa jina la Yesu. Sema tena mimi na kwa jina la Yesu. Wako watu wengi hawajui utendaji kazi wa shetani. Wako watu wengi hawaelewi kabisa utendaji kazi wa shetani. Naomba tega sikio lako vizuri. Katika jioni ya leo utaweza kujua ya kwamba yamkini uko chini ya miliki ya shetani, uko chini ya utumwa wa shetani, wewe ni mtenda kazi pamoja na shetani. Hebu sema mimi na kwa jina la Yesu ni hai. Na utenda kazi wa shetani hauogopi mtu kuwa na dini, hauogopi mtu kulitaja jina la Yesu, hauogopi mtu. Kinachotisha ni mtu kuipokea imani ya Yesu Kristo na kuyaamini maneno yake na kuanza kuishi sawa na maelekezo ya neno la Mungu. Huyo mtu pekee ndiye tishio la shetani. Lakini mtu yeyote anayetaja tu ya kwamba mimi naingia kanisani, anataja jina, wengine wamenunua na Biblia hata zaidi ya moja wanalala nazo, lakini kama uwezo ukasoma hiyo Biblia na kuyatii maneno yaliyo ndani yake na kuyaishi, shetani anaweza kutawala maisha yako, anaweza kukuendesha, anaweza kutenda kazi pamoja na wewe. Hebu sema mimi na kwa jina la Yesu. Iko namna ambavyo shetani anatenda kazi na anatawala katikati ya wanadamu. Biblia yangu inasema hivi, anaambiwa Paulo kwamba nimekutokea ili nikutume nikuokoe wewe kwanza na kuwaokoa wanadamu wahamishwe, watoke katika nguvu za giza na kuingia katika nguvu za Mungu. Nataka uamini mwanadamu, mwanamke na mwanaume, ya kwamba ziko nguvu za shetani, lakini pia
ziko nguvu za Mungu, na mtu yeyote asiyekutana na nguvu ya Mungu atakutana na nguvu ya shetani. Na ndio maana ulimwengu umechanganyikiwa mpaka dakika hii, wanashangaa kwa sababu iko nguvu ya shetani inatenda kazi na iko nguvu ya Mungu inatenda kazi. Unaweza ukatoka hapo kaenda kwa mganga wa kienyeji ukashuhudia nguvu za shetani zinatenda kazi. Unaweza ukaenda kanisani ukaona kuna nguvu inatenda kazi, lakini tofauti kinachotakiwa kujua ni je, hii nguvu niliyoiona ni nguvu ya namna gani? Inatenda kazi kutoka wapi? Kutoka ufalme upi? Lakini jioni ya leo nitakwambia, hebu sema amina kwa jina la Yesu. Tega sikio lako vizuri, jioni ya leo nitakueleza namna ambavyo shetani anatenda kazi katikati ya jamii za wanadamu. Kama ambavyo Mungu anatamani kumiliki mwanadamu, amiliki mwili wako, amiliki nafsi yako, amiliki roho yako na atukuzwe kupitia wewe, ndivyo ambavyo shetani aliye roho anatamani kumiliki, kuachilia utawala wake katikati ya wanadamu. Autumie mwili wako, autumie roho yako, nafsi yako, autumie na roho yako, yani shetani akumiliki wewe. Hebu sema tena amina kwa jina la Yesu. Utaniambia namna gani? Ndio mlango wa kwanza wa shetani kutenda kazi katikati ya jamii za wanadamu ni mtu kulikataa jina la Yesu Kristo, ni mtu kuto kuliamini jina la Yesu Kristo. Hata kama utaamini vitu vingine kwa nguvu zote, kwa mali yako yote, kwa akili zako zote, lakini kama ukilikataa jina la Yesu, usipoamini jina la Yesu Kristo aliye hai, wewe kwa vyovyote vile mlango uko wazi wa shetani kuingia ndani yako, kuingia kwenye familia yako, kuingia kwenye kijiji chako, kuingia kwenye ukoo wako, kuingia ndani yako mwenyewe kwenye familia yako, kuingia kwenye ndoa yako, na akatenda kazi huko ndani. Yeyote asiyeliamini jina la Yesu, hata angejenga majumba, mageti na mageti, hata angeweka na mbwa walinzi, hata angeweka na mitego ya namna zote, hata angeweka CCTV kamera, shetani anaingia huko ndani na anafanya kazi zake huko ndani. Amen. Kwa hiyo yeyote aliyelikataa jina la Yesu, na nitakueleza anatendaje kazi huko ndani. Asiyeliamini jina la Yesu Kristo, usiyelipokea jina la Yesu Kristo, Biblia yangu inasema hivi, katikati ya majina yote yaliyoko huku duniani hakuna jina litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa peke yake jina la Yesu. Ndiye jina lililopimwa, hilo jina lililohakikishwa linapita majina yote. Hilo jina ndilo pekee ambalo linatosha kuokoa maisha ya mwanadamu. Na ndio maana unaweza ukalipokea jina la mtu mwingine, haliwezi likabadilisha maisha ya mtu, haliwezi likakupa usalama, haliwezi likakuponya, haliwezi kuwa msaada kwako. Lakini yeyote anayempokea Kristo kwa moyo wake wote, anakubali aingie ndani yake afanye makao, lazima maisha ya mtu huyu yanageuka, yanabadilika, inakwenda kugeuza mfumo wa maisha ya huyu mwanadamu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Yeyote msikilize, duniani kuna majina mengi yanayotajwa, lakini Biblia inasema jina la Yesu limethibitika likapimishwa na majina yote yaliyopo duniani, alafu likachukuliwa likaenda kuthibitishwa na majina yote yaliyoko mbinguni, alafu likapewa hadhi ya kuwa juu ya majina yote. Unaweza kusema mimi na jina langu ninaloliamini Bwana. Nataka nikwambie hivi, Yesu alijua kuna watu wenye kiburi ambao watasema Bwana, mimi naliamini jina la babu yangu aliyekufa, naliamini jina la dini yangu fulani. Unisikilize vizuri. Wengine wanasema mimi naliamini jina la Muhammad Bwana. Unisikilize. Yesu akasema kukomesha ubishi, anasema hivi, jina lolote lisiloweza kutenda maajabu ambayo hapana yeyote wala jina lolote lilowahi kuyatenda duniani, basi hilo jina ndio la kuaminiwa milele. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Na ndio maana inatokea ukiona mtu ameliamini jina la Yesu watu wamemkasirikia, ujue jina la Yesu amelipokea kweli kweli, limeingia. Jina la Yesu mtu akilipokea linaleta mapinduzi kwenye maisha ya mtu. Mfumo wa maisha ya mtu unabadilika.
jina pekee lenye uwezo, lenye mamlaka, lenye nguvu kupita majina yote. Yako majina ya miungu, yako majina ya mizimu, yako majina ya majini, yako majina ya mapepo makata, mapepo shamsa, mapepo kudra, mapepo amina, mapepo mapepo asha, mapepo ya kila aina yamefiata mbele ya jina la Yesu, yamefiata mkia mbele ya jina la Yesu. Mizimu yote ya duniani, mizimu ya Kihaya, mizimu ya Kindari, mizimu ya Kinyakyusa, mizimu ya makabila yote duniani imetiishwa, imesetwa chini ya jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Kwa hiyo mlango wa kwanza wa shetani kuingia kwenye maisha ya mtu na kuanza kutenda kazi ni mtu kulikataa jina la Yesu. Amen. Unakuwa umefungua mlango wazi. Kila jini, kila pepo, kila roho, kila mzimu unaweza ukaingia na kutoka bila kizuizi chochote. Yeyote ambaye hajampokea Yesu ajue mlango uko wazi wa shetani kutenda kazi ndani yake, kutenda kazi kwenye ndoa yake, kutenda kazi kwenye familia yake, kutenda kazi kwenye mwili wake, kutenda kazi kwenye kila eneo la maisha, ili mradi tu umelikataa jina la Yesu, unachukia jina la Yesu linapotajwa, ujue tayari mlango uko wazi wa shetani kukutumikisha. Na ndio maana muda wote anaingia na anafanya kazi, wala huwezi kumfanya chochote. Hebu sema amina. Amen. Kwa hiyo mtu akiwa amelikataa jina la Yesu, shetani anaanza kuingia huko ndani. Anapoingia huko ndani, anaanza kuimarisha utawala wake, anaanza kuimarisha ufalme wake, anaanza kujenga himaya yake, anaanza kutoa maelekezo, anaanza kutoa maelekezo. Na anapoingia huko ndani lazima aweke alama za umiliki. Kwa maana sisi ambao tumepewa neema na Bwana Yesu kujua mambo haya, yani hata hapa tulipo hapa, naweza nikahesabu 1 2 3 4 5 6 7 yani tayari hawa, yani hawa hapahitaji kipimo cha rohoni kufunga na kwamba, yani tayari hawa wako chini ya miliki ya shetani. Yani hata Yesu angekuja leo, yani hawa moja kwa moja wanaenda naye. Unisikilize, shetani akiingia ndani ya mtu anaanza kumpa maelekezo, kwa sababu hakuna ufalme, hakuna mamlaka isiyo na utaratibu, isiyo na maelekezo, isiyo na maelekezo na sheria. Shetani anaingia, anaanza kuleta sheria zake, anaanza kutoa maelekezo. Maelekezo hayo huyu mwanadamu anapoyatekeleza, anapoyatii, anapoyatendea kazi, shetani anakuwa anaimarisha utawala wake, anaimarisha himaya yake, anajenga ngome yake huko ndani. Chochote anachoamua kufanya kwa wakati wote na majira yote kinawezekana. Na ndio maana shetani anajivunia watu duniani kama vile mtu aliyefuga kuku. Akiamua leo nichinje kuku huyu, jogoo huyu, bata huyu, mbuzi huyu, anachukua tu, hakuna mzuia, anamchinja. Ndio shetani anayofanya kwa watu wake ambao tayari amekwisha kuwamiliki huku duniani. Amewafuga. Kuna namna mbalimbali ambayo shetani anaweza akakufuga kwa kuwa umelikataa jina la Yesu, umeikataa mamlaka ya Mungu aliye hai, umekataa utawala wa Mungu aliye hai. Hebu sema amina kwa jina la hai. Jambo la kwanza, akiingia shetani huko ndani, anakupa kuamini kwamba hauwezi ukaishi hivi. Yani huwezi ukaishi hivi. Unisikilize, Biblia yangu inasema hivi, ingawa tunaenenda katika mwili, no. Biblia yangu inasema hivi, imani ni kuwa na uhakika, ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tumeokolewa kwa imani, tunaishi kwa imani, kwa maana imeandikwa mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa tunaanza kuishi kwa imani. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mungu anapokuwa ndani ya mtu, anapokuwa anatenda kazi katika utawala wa mtu, anampa kutembea katika imani, kuona vitu kana kwamba vipo wakati havijatokea. Mungu anavitaja vitu visivyokuwako kana kwamba vipo. Mtu anaanza kuishi kwa
Yaani shetani anapokuwa ameingia ndani ya mtu, anakuambia uwezo kaishi bila ilizi. Uwezo kaishi bila ilizi. Anaanza kuimarisha utawala wake huko ndani. Anamwambia mtu nenda kwa mganga fulani, anakwenda anakutengenezea ilizi, anakuambia funga kiunoni. Anakuambia nenda kwa mganga fulani, anakutengenezea dawa, anasema kachimbie chini ya uchago wa kitanda, mara kafunge kwenye dani, mara weka kwenye kichupa, mara anatoa maelekezo ili yale maelekezo yaimarishe utawala wake katika huo mji. Na ndio maana watu wote ambao wametii maelekezo ya Mungu ya shetani, utagundua kuna vifo vya ajabu, kuna magonjwa ya ajabu, kuna vilema vya ajabu, kuna vitu vya ajabu, madhabahu za ajabu. Maisha ya hao watu ni tofauti kabisa na maisha ya watu wa kawaida, maana wanaishi kwa mwongozo wa utawala wa shetani. Amen. Anakuambia nenda katengeneza vihirizi, funga kiunoni, funga kwa pani, kachimbie chumbani, kachimbie mlangoni, kachimbie. Yeyote ambaye una maelekezo hayo, ulienda kwa mganga wa kienyeji au uliambiwa na babu yako, uliambiwa na bibi yako, akakupa maelekezo ya kwamba huwezi kaishi bila ilizi, huwezi kaishi bila mkuki huu, huwezi kaishi bila kitu hiki, huwezi kaishi bila kibuyu, nataka nikuambie mpaka hivi sasa, wala usitafute kwenda kuuliza kwa mtu yeyote. Hivi ninavyoongea tayari ni ishara ya kwamba uko chini ya miliki ya shetani. Nataka nikuambia haya ninayosema ni yale ambayo nilijibizana na shetani ana kwa ana. Sema amina. Sema tena amina. Kwa unapojenga, kuna wengine wanapewa maelekezo. Shetani anapotaka kutawala mji fulani, nyumba fulani, anampa maelekezo. Anasema nijengee madhabahu. Kuna vimadhabahu vya mababu wanavyojenga, anachimbia na simikia pale, anakuwa anatolea na sadaka. Baada ya muda fulani anatoa sadaka, lazima afuate maelekezo. Shetani anaweza kutenda kazi katika kila eneo. Yaani shetani akimiliki maisha ya mtu, anatenda kazi kwenye maeneo ya mashamba. Yaani unapokuwa unalima mashamba, unalima kwa maelekezo ya shetani. Unapofuga mifugo, unafuga kwa maelekezo ya shetani. Unapokuwa unafanya biashara, unafanya biashara kwa maelekezo ya shetani. Hata wale wanaozaa watoto, wanazaa kwa maelekezo ya shetani. Hata mtu akitaka kuolewa, anaoa kwa maelekezo ya shetani. Chochote mtu anachotaka kufanya, hawezi kufanya bila kupokea maelekezo kutoka kwa shetani. Na hiyo ni ishara ya kwamba mtu huyu yuko chini ya miliki ya shetani, yuko chini ya utawala wa shetani. Ufalme wake ni ufalme wa giza, na mwisho wake ni jehanamu ya moto. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Na wewe mwanadamu, muda wote hauko salama. Usiku na mchana hauko salama. Ukiwa unasafiri hauko salama. Ndio maana unashangaa kuna mtu mwingine, yani kufumba na kufumbua, wanasema alikuwa mzima tu jamani, alafu ghafla baada ya muda mchache wanasikia habari za kupotea kwa maisha yake. Wanasikia habari za mambo kubadilika. Wanasikia habari za mambo kubadilika kwenye maisha yake. Kwa nini? Shetani ana mamlaka juu yako, ana uwezo juu yako, ana nguvu ya kufanya chochote juu yako. Unaweza ukajifanya mjanja kwa vile saa haijafika, kwa vile hajakuamulia, kama inavyokuwa inatokea kwa kuku. Unakuwa umempangia kwamba jioni ya leo namchinja, alafu anajifanya anakula, anabugia maiti, anabugia